Kati ya siku bora kabisa za kuja kukagua uwanja huu ilikuwa ni leo, kwa sababu ya ukubwa wa mvua ambayo imenyesha kwa masaa zaidi ya 20 hapa. Mvua imenyesha, mimi nilitegemea nikija hapa nitakuta hali ikiwa mbaya zaidi, lakini kama mnavyoona hali kwa mvua ile, unakumbuka kama ile siku ya mechi dhidi ya Al-Masry hapa ilinyesha mvua ya masaa mawili tu paka hapa mechimbika. Hapa imenyesha mvua ya zaidi ya masaa 20 na bado mambo hayako kama yalivyokuwa kipindi kile. Na bado sisi tunaamini hatujafika nusu ya kazi ambayo tulikuwa tunatakiwa kuifanya na tumekusudia. Leo tumepeana maagizo kwenye kikao cha ndani, yakiwamo maagizo ya ambayo yanachukua masaa 24, maagizo yanayochukua masaa 72 na maagizo yanayoisha ndani yanayotakiwa kuisha ndani ya wiki moja. Kwa hivyo vyote hivyo tutahakikisha kwamba vinafanyika, na sisi ngadu kwa ngadu tutalala na kuamkia hapa kuhakikisha uwanja huu unachezeka. Mheshimiwa Rais sisitiza ya kwamba pamoja na mambo mengine yote tuwape nafasi wa Tanzania wengi zaidi kushuhudia mechi hii, kwa sababu ni jambo la kihistoria na sisi hatuko hapa kwa ajili ya kumwangusha Mheshimiwa Rais. Tutahakikisha jambo hili linatekelezeka. Mheshimiwa, pengine kiwa Tanzania kutaka kushuhudia mechi hii ifanyike katika ubora huo mkubwa, ni mara ya pili finali ya Afrika inafanyika nyumbani, pengine mkakati wa serikali uko vipi kwa msimu huu kuhakikisha kilichofanyika 2022 kinafanyika kwa ubora mkubwa zaidi? Ni yale sisi tuko bega kwa bega na klabu ya Simba sasa hivi kama ambavyo unaona, na hatutakuwa kipingamizi. Hiyo ndo kauli yangu ya mwisho. Hatutakuwa kipingamizi, kwa maana yale yote ambayo sisi tunatakiwa kuyafanya ili mazingira yao kuelekea kwenye mchezo huu yawe rafiki sana, tutahakikisha tunayafanya. Kama ni miundombinu kama hivi unaona tunashughulika nayo, kama wanahitaji jambo lolote ambalo wanahisi serikali inatakiwa kulifanya, sisi tutalifanya. Hayo ndo maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na tunahakikisha kwamba tutakuwa watu wa ushirikiano wa hali wa kiwango cha juu kabisa, ili kuhakikisha kwamba hawakwami kwa sababu ya vizingiti ambavyo vinaweza kutokea kupitia kwetu. Sasa unajua we can only do so much mpaka watakapoingia uwanjani. Wakishafika uwanjani maana yake hili ni la kwao, lakini yote ambayo yanatakiwa kufanyika kabla na baada ya wao kutoka uwanjani sisi tutayafanya. We are on top of it. Mkuu, yote kwa yote tumezungumzia kwenye picha ambayo ndio jambo kuu ambayo naweza kufanya kwamba kuwa uwanja, lakini bado tunaona kwenye swala zima la majukwaa bado viti vinaendelea. Hili nalo liko vipi? Kama ambavyo unafahamu uwanja wa Benjamin Mkapa unaendelea na ukarabati na unatakiwa kukamilika mwezi Juni. Jambo moja ambalo lilikuwa limebaki ni hivi viti ambavyo hapa tuna viti jumla ya viti 63. Kwa hiyo vimeshakuja kwenye makundi mawili viti 40 vimeshakuja, na kama ambavyo unaona vingi vimetolewa na vimeanza kuwekwa viti vipya. Kwa hivyo tunapoelekea tutafikia hiyo deadline ya mwishoni mwa mwezi wa 6, na hakika uwanja huu utakuwa viti vyote vimebadilishwa. Lakini kama ukipita ndani utaangalia mifumo ya umeme, mifumo ya hewa, AC, mfumo wa matangazo, unaona screen yetu mpya, taa mpya zimefungwa zote. Unakumbuka zile tulikuwa na taa hapa, umeme ulitingishika tukakaa kama dakika 20 na ngapi tunatafutana, kwa sababu taa zile zilikuwa, pamoja na kwamba umeme umerudi mmebadilisha line, lakini zinatumia dakika 20-25 kuwaka. Hizi sasa hivi yani unagusa tu kizimika, sasa hivi line ikihamishwa umeme unawaka hapo hapo, na tunatufanya matumizi ya majenereta kama ambavyo requirements za CAF zinataka kipindi cha mchezo. Kwa hivyo utaweza kuona, na mara kadhaa hapa hata ambapo sio usiku mechi zimechezwa tumezijaribu taa zetu na mmeziona zinavyofanya kazi kwa ubora mkubwa sasa hivi. Kwa hiyo marekebisho, ukarabati uliokuwa unafanyika ulikuwa hauhusishi pitch. Naomba ili niliweke wazi. Ukarabati uliokuwa unafanyika ulikuwa unahusisha maeneo mengi, karibu yote ya uwanja isipokuwa pitch. Pitch mara mwisho hii ilitengenezwa na CAF mwaka juzi wakati Simba ilipokuja kucheza mechi ya AFL hapa na Al Ahly, na wakatupa tunaweza kuitumia kwa kipindi cha miaka 2. Kwa hiyo tulikuwa tumekubaliana kwamba tutakapomaliza CHAN mwezi wa 8 mwishoni mwaka huu ndio sisi tutashughulika na pitch, kuitoa na kuweka pitch mpya, tuifumua na kuitengeneza upya. Kwa hivyo hilo tulikuwa hatujalifikia bado, lakini tumepata kaajali haka juzi. Kwa hiyo tumeamua kuishughulikia katika tukumbusha kwamba bwana, muda wangu wa kutumika umekaribia kuisha. Kwa hiyo tutafanyia mechi hii ya Simba, lakini pia mechi kadhaa nyingine baada ya chani tutaifumua pitch yote na kutengeneza pitch upya.